7% wanaume watulivu wapo ambao hawaonjeonje. I can swear on my life. Kwa wapo. Okay. Yeah. Unacheka nini we? Yeah, I can swear on my life because I met them. Many of 47%. 47%. Okay. Na mimi sijatembea sana given umri na exposure sina hiyo. So I'm sure wanaweza wakawa ni wengi zaidi. So anyone ambaye anakuambia kwamba mwanaume ni lazima aguseguse is lying to you or she is lying to you. She wants to manipulate you to settle for less. But don't settle for less. There are so many legit men out there. Now they're very lovely. And when you meet them, you will be happy. You will cure, every part of your body will be cured that night. Ukikutana nao. Na wakiingia, you will feel like it's an angel ameingia. The energy you feel. Very clean energy. Like you can touch it. That is number 1. Number 2, ukikutana na mwanaume ambaye anagusagusa, understand kwamba huyu mtu hakukuwa kwenye nyumba yenye upendo. Okay. Psychologically, he is very much disturbed. And he or she might be na issues za mental health. Big issues. Narcissism, like PTSD. Zile personality disorders zote you can mention. Maybe kupiga. Maybe akawa ni pia rapist. Yani anatumia nguvu kwa mapenzi. He will be very dirty. Nyumbani alipokuwa mdogo hakupendwa. Haku experience upendo wa familia, upendo wa mama. Alikuwa katika mazingira, alikuwa abused as a young kid. Maybe alikuwa anapigwa hadharani. Ushaikuona wale watoto ambao wanapigwa mtaani. Anavuliwa nguo zote, anamwagiwa maji alafu anapigwa. Alidhalilishwa alipokuwa mdogo. Or maybe anko yake au anti yake alimdhalilisha akiwa mdogo. So anakuwa promiscuous. Yani fuska wanaita. So mtu kama huyu, deep down spirit yake ana cry for love. Okay. Na love kwake sio love ambao mimi na wewe tuna translate. Love kwake ni attention. Anapenda attention. So the more women, yani amount ya women ambao watapay attention kwake, maybe kwa kumuita mpenzi, kwa kumtumia messengers, kwa DM, mapicha kwa kumtumia mapicha, kujitongozesha. So kukae katika mahali ambapo wasichana watamletea